Naam, karibu tena mtazamaji katika awamu yetu ya pili. Zaidi ya watahiniwa 900 wanatarajiwa kuanza mitihani yao ya nadharia hapo kesho, hatua muhimu inayoweka historia kama darasa la 3 kutoka mwisho chini ya mfumo wa elimu wa 844. Mitihani ya KCSE ya mwaka huu inafanyika chini ya uangalizi wa makini, huku serikali na washikadau katika sekta ya elimu wakitekeleza hatua madhubuti za kiusalama na kiteknolojia ili kudhibiti udanganyifu na kuhakikisha kwamba kuna uadilifu wa mitihani unazingatiwa kikamilifu. Watahiniwa wa kidato cha 4 wanatarajiwa kuanza rasmi mitihani yao ya nadharia kesho, wakiwemo wale wa darasa la 3 kutoka mwisho kufanya mtihani wa KCSE. Jumla ya watahiniwa 1996 na 78 kutoka maeneo mbalimbali nchini watashiriki mtihani huu muhimu unaoashiria hatua kubwa katika kalenda ya elimu nchini. Na ili kudhibiti udanganyifu wa mitihani, serikali imeanzisha mikakati mpya mikali ambapo kwa mara ya kwanza walimu wa shule za misingi watasimamia uangalizi wa mitihani ya KCSE ili kupunguza ushirikiano haramu. Pia Baraza la Mitihani la Kenya NEC limeanzisha matumizi ya kufuli mahiri, yani smart padlocks kwa Kiingereza, kulinda karatasi za mitihani dhidi ya kufichuliwa mapema, likidumisha uadilifu. Is piloting smart digital padlocks in 250 examination storage containers nationwide. These locks are linked to NEC Command Center, allowing real-time tracking of the exact time each container is opened and locked. Kwingineko, idadi ya wanafunzi wanaofanya mtihani wa KCSE mwaka huu imepungua ikilinganishwa na wale milioni 1.2 waliokalia mtihani wa KCPE mwaka 2021, hali inayoashiria kushuka kwa viwango vya uhamisho kutoka shule za msingi hadi sekondari na kuzua wasiwasi kuhusu kudumu kwa wanafunzi katika ngazi ya elimu ya sekondari. Kesho watahiniwa wanatarajiwa kuanza na somo la Kiingereza la karatasi la kwanza na kuendelea na somo la kemia karatasi la kwanza baadaye siku hiyo. Ann Musungu, KTN, Nairobi. Naam, takwimu zinaonyesha kwamba idadi kubwa na wazazi hapa nchini hukabiliana na changamoto